Mungu alikuwa wapi katika miaka 400 ya ukimya? Langu jina ni Madata Daniel. Nataka leo tufanye safari. Si safari ya kutoka mji mmoja kwenda mwingine. Si safari ya kutoka nchi moja kwenda nyingine, bali safari ya kurudi nyuma katika historia. Safari ya kurudi katika kipindi ambacho watu wengi wanakiruka wanaposoma Biblia. Tunamaliza kusoma kitabu cha Malaki, tunafunga Agano la Kale, kisha tunafungua Injili ya Mathayo. Ghafla tunamkuta Herode, tunamkuta Kaisari Augusto, tunamkuta Yohana Mbatizaji, tunamkuta Yesu. Lakini swali kubwa ni hili: ni nini kilitokea kati ya Malaki na Mathayo? Ni nini kilitokea katika miaka ile 400? Mungu alikuwa wapi? Je, Mungu alikuwa ameliacha taifa lake? Je, ahadi za Masihi zilikuwa zimefutwa? Je, mbingu zilikuwa zimefungwa? Ukweli ni kwamba miaka hiyo 400 ndiyo baadhi ya miaka muhimu zaidi katika historia ya ukombozi wa mwanadamu, kwa sababu kabla ya Yesu kuzaliwa, Mungu alikuwa anaiandaa dunia. Miaka 400 ya ukimya, takribani mwaka wa 430 kabla Kristo, Nabii Malaki alimaliza huduma yake. Huyo ndiye nabii wa mwisho wa Agano la Kale. Baada yake hakuna nabii mwingine aliandika kitabu cha Biblia. Hakuna Isaya mwingine, hakuna Yeremia mwingine, hakuna Ezekieli mwingine. Kwa macho ya wanadamu Mungu alikuwa kimya, lakini ukimya wa Mungu si kutokuwepo kwa Mungu. Kuna wakati mkulima hupanda mbegu, baada ya siku moja hakuna kitu kinaonekana, baada ya wiki hakuna kitu kinaonekana, lakini chini ya udongo kuna maisha yanaendelea. Mizizi inaota, mbegu inafunguka, maandalizi yanaendelea. Ndivyo ilivyokuwa katika miaka 400 ya ukimya. Mungu alikuwa akifanya kazi chini ya uso wa historia. Ufalme wa Uajemi, hapo ndipo tunapoenda kuanza. Sikiliza, wakati Malaki anamaliza huduma yake, dunia ilikuwa chini ya Uajemi. Koreshi alikuwa amekwisha kuruhusu Wayahudi kurudi Yerusalemu. Ezra alikuwa amerejesha sheria. Nehemia alikuwa amejenga kuta. Hekalu lilikuwa limesimama tena. Lakini jambo moja lilikuwa limebadilika kabisa. Wayahudi walikuwa wamejifunza somo kali kutokana na uhamisho wa Babeli. Kabla ya uhamisho walikuwa wanaabudu sanamu. Baada ya uhamisho walichukia kabisa ibada za sanamu. Mungu alikuwa amesafisha kupitia maumivu. Na hapa kuna somo la kwanza. Wakati mwingine Mungu hutumia majaribu kutuondoa katika vitu ambavyo mafanikio hayakuweza kuviondoa. Kijana aliyetikisa dunia. Mfahamu kijana huyu karibu mwaka wa 336 kabla ya Kristo. Kijana mmoja wa miaka 20 alipanda kwenye kiti cha enzi. Jina lake lilikuwa Alexander. Historia itamuita Alexander Mkuu. Alikuwa na ndoto ya kuiteka dunia, na jambo la kushangaza ni kwamba alifanikiwa. Mwaka wa 334 kabla ya Kristo akashinda vita vya Granicus. Mwaka wa 333 kabla ya Kristo akashinda vita vya Ethos. Mwaka wa 331 kabla ya Kristo akashinda vita vya Albert. Ndani ya miaka michache tu Uajemi ulianguka, Misri ikaanguka, Syria ikaanguka, Mesopotamia ikaanguka. Mataifa yakainama mbele yake. Kwa macho ya wanadamu ilionekana Alexander ndiye mwenye nguvu zaidi duniani. Lakini Danieli alikuwa amekwisha kuona jambo hili karne nyingi kabla. Katika Danieli 8 Mungu alionyesha ufalme wa Ugiriki kabla hata haujazaliwa. Hii inatufundisha jambo: hakuna kiongozi anayemshangaza Mungu, hakuna uchaguzi unaomshangaza Mungu, hakuna
mapinduzi yanayomshangaza Mungu. Kila tunachokiita habari mpya duniani mara nyingi tayari ni historia mbele za Mungu. Hellenization, ulimwengu unabadilika. Sikiliza, lakini jambo kubwa ambalo Alexander lilifanya halikuwa kushinda vita. Alibadilisha utamaduni wa dunia. Alieneza kile kinachoitwa Hellenism, yani utamaduni wa Kigiriki. Lugha ya Kigiriki ikaenea, shule za Kigiriki zikaenea, michezo ya Kigiriki ikaenea, miji ya Kigiriki ikajengwa, mataifa yakaanza kuzungumza lugha moja. Wakati huo hakuna aliyefahamu kuwa Mungu alikuwa akiandaa mazingira kwa ajili ya Injili. Miaka mingi baadaye, Paulo angehubiri katika miji hiyo hiyo. Injili ingeandikwa kwa Kigiriki. Barua za mitume zingesomwa kwa Kigiriki pia. Kabla Yesu hajazaliwa, Mungu alikuwa ameandaa lugha ya kuhubiria Injili. Kabla Mwokozi hajaja, Mungu alikuwa ameandaa dunia. Na hapa kuna somo kubwa kwa maisha yetu. Mara nyingi tunamwomba Mungu afungue mlango, lakini hatuoni kuwa tayari anajenga njia ya kufika kwenye mlango huo. Tunataka matokeo leo, lakini Mungu anafanya maandalizi ya kesho. Sikiliza, kijana shupavu aliyeshinda aliishia maisha ya ajabu. Mwaka wa 323 kabla ya Kristo, Alexander mkuu akafa akiwa na miaka 33 tu. Tena anakufa kwa sababu ya pombe, mtawala wa dunia nzima, lakini hakuweza kushinda kifo. Hapo ndipo ninakumbuka maneno ya Zaburi ya 146 fungu la 3 hadi la 4, msiwatumainie wakuu, kwa sababu hata wenye nguvu zaidi duniani ni wanadamu tu. Alexander aliiteka dunia, lakini hakuweza kuongeza siku moja ya maisha yake. Hii ndiyo tofauti kati ya nguvu ya mwanadamu na mamlaka ya Mungu. Mwanadamu anaweza kutawala mataifa, lakini Mungu anatawala nyakati. Ni baada ya Alexander kufa, ufalme wake ukaanza kugawanyika. Asante, hii ni sehemu ya kwanza. Karibu katika sehemu ya pili.